Na bila shaka mtazamaji, NG-CDF iondolewe ama isiondolewe, tuendelee kuzungumza kwenye mitandao yetu ya kijamii. Lakini tunaposonga mbele mtazamaji, ni kwamba Rais William Ruto ameigawia jamii ya Wamasai ekari nyingine ama zingine 6,000 kutoka shamba la Kedong na kufanya jumla ya ardhi ambayo inamilikiwa na jamii hiyo kufikia ekari 10,000. Wakati huo rais amekabidhi rasmi usimamizi wa misitu wa Mau kwa serikali ya kaunti ya Narok, hatua inayotajwa kama mwelekeo mpya katika hatua ya kutatua migogoro ya muda mrefu kuhusu umiliki na uhifadhi wa msitu huo muhimu. Tupate zaidi kutoka kwake mwanahabari wetu David Mudhoka. Kwa miongo kadhaa, shamba la Kedong limekuwa chanzo cha migogoro mikali kati ya jamii ya Wamasai na wawekezaji kutokana na historia ya ardhi kunyakuliwa wakati wa ukoloni na baada ya uhuru. Muliniambia ya kwamba shamba ya Kedong ambayo iko hapa. Leo hii Rais William Ruto ameahidi kurekebisha hali hiyo. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Sasa hapa Kedong, mbeleni serikali ilikuwa imewapatia ekari 4,000. Mimi nimeenda nimetafuta pesa ya serikali, nimewanunulia ekari zingine 6,000. Sasa pale Kedong mutakuwa na shamba ekari 10,000. Hawa watu walikuwa wanataka kusikia mambo ya Kedong Ranch, na umeshazungumza tayari wamechukua eka 4,000 na ile 6,000 iko njia umalishe. Tumepata rais ambaye anatupatia sikio mambo ya maendeleo ya wananchi. The reason we are here today is because you are a listening president. Rais pia amekabidhi rasmi usimamizi wa msitu wa Mau kwa serikali ya kaunti ya Narok. Tulikubaliana mambo ya Mau, si ndio? Mau ni msitu mkubwa zaidi nchini na unatajwa kama chanzo kikuu cha maji, ila kwa miaka mingi msitu huo umekuwa kitovu cha migogoro ya kisiasa, mazingira na jamii, haswa kutokana na uvamizi haramu, ukataji miti na makazi yasiyo halali. Hiyo Mau sasa itakoma kuwa mahali ya kufanyiwa siasa, kwa sababu Mau ni msitu wa muhimu katika taifa letu la Kenya. Msitu ambayo inatusaidia tuwe na mito ambayo itatusaidia kwa kilimo, kwa ng'ombe zetu, kwa ufugaji na kazi ile ingine yote. Ruto aidha alitangaza kuwa ametenga fedha kujenga ua wa kuzunguka msitu huo, ambapo ua wa kilomita 100 utajengwa kwa awamu ya kwanza ili kuzuia uharibifu na kuimarisha uhifadhi. David Mudhoka, NTV.